nyingine tutakuwa tunalia pale kwa nje, na tutaomba wawe peke zao wanatusikiliza nini ambayo tunasema. Lakini kabla sijakuwa naendelea, kwa sababu sitaki kuja kushushwa, kwa mujibu ya takwimu ya dunia, Tanzania tuko na watu 1,700,000 mpaka 2,000,000 ambayo iko na HIV. Ninaomba kutoa wito yangu kwa ndugu zetu, wapenzi yetu tunazowapenda ambayo yanaumwa na HIV. Waje kwa maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo, hasa hii siku ambayo tayari tumefunguliwa milango na UN, kwa sababu kuna kitu inaitwa UNAIDS. Hii UNAIDS ni tawi ambayo iko kwa UN, na hawa majamaa wa UNAIDS ndo majamaa ambayo wana support ndugu zetu na familia zetu waweze kupata hii madawa na waweze kuishi maisha ya furaha. Na wahakikishia ndugu yangu kwamba ulikuwa mko na HIV, mkitaka kuruhusu Samia Suluhu Hassan aendelee kubakia kwa power, kuna hatari tukaharibu mambo nyingi sana na sote tukaja tukateseka, na hatutaki hiyo jambo itokee. Ninakuwa nasisitiza, tuko na ndugu yetu na familia yetu 1,700,000 mpaka 2,000,000 kwa mujibu ya taarifa ya UNAIDS, ambayo ndani ya Tanzania ni ndugu yetu ambayo wamepata maambukizi hizi za ukimwi, na UNAIDS inawatunza, na sisi kaka zao tunawapenda na tuko nayo pamoja kwa sababu ni familia yetu. Tunataka mkuwepo na sisi kwa maandamano, kwa sababu hii maandamano sio maandamano ya chama yeyote ile ya siasa. Hii ni maandamano ambayo tunataka tuandamane, tubadilishe mfumo yote ya nchi, angalau tu kwa ndugu yetu ambaye ako na maradhi, serikali tunawaweza kuwafidia hela angalau kwa wiki ya kupata chakula bora na ya afya. Na haya yote ili yakuwa yanawezekana, ni lazima hizi majambazi tuzitoe. Hii siku ambayo tutakuwa tunakubaliana maandamano yetu, tunaenda kwa ofisi ya UN Tanzania. Ninawataka waathirika ya ukimwi tukue na sisi, ambayo tunatumia madawa, na mtakuwa mnapewa nini na nafasi ya kuongea. Mkuwe mnasema hofu yenu kwamba hii CCM na huyu mumama hajachaguliwa kwa mujibu wa sheria na raia wengi na wapinga. Sisi kama waathirika tuna hofu ya machafuko ambayo ikiwa ikitokezea hiyo tutashindwa kutunzwa afya yetu. Kwa hiyo tunataka Umoja wa Mataifa ingilie kati kumsukuma huyu mumama aachie government ili kwa sababu tu nchi yetu ikiwe na amani. Lakini pia kwa mujibu ya takwimu ya UNAIDS, tupo na watu ambayo 2,928,000 kwa nchi yetu ya Tanzania, ambayo iko na maradhi inaitwa diabetes, kama nadhani kisukari, kutoka age ya miaka 20 mpaka age ya miaka 79. Ninaomba ndugu yangu kwamba wewe peke zako unajua uko na Mwenyezi Mungu amekupa mtihani ya kupata diabetes, sukari, uje kwa maandamano haya, kwa sababu maandamano haya ya amani yasikuwa na kikomo ni maandamano pekee ambayo tutaweza kukuhakikishia usalama yako ya kupewa matiba bora na maisha bora na matibabu bora ile ambayo wewe peke zako unastahili kupewa. Lakini kama peke zake hiyo haitoshi, kwa mujibu ya UNAIDS tuko na wagonjwa kwa nchi yetu Tanzania 44,931 ambayo imesajiliwa ipo na cancer. Ninaomba wagonjwa zetu ya cancer mkuwepo na sisi siku ya maandamano, kwa sababu hii maandamano itakuwa ya aina ambayo serikali ya Tanzania na Afrika Mashariki yake kwa ujumla haijawahi kushuhudia. Kama bado haitoshi, tuko na wagonjwa zetu 100,000 kwa mujibu ya UNAIDS, UN wako na TB. Tunaomba ndugu zetu ukuwe na sisi, hata kama mnaweza kuja na madawa zenu na ventilation, kile kitu yoyote inaweza kuja nayo. Hatutaondoka kwa ofisi ya UN mpaka pale tuone habari yetu wanatuhoji, na wamenihakikishia ile kwamba wakiwa wanatuhoji watachukua maelezo yetu
wataweka kwa dunia ione na wataifikisha kwa serikali Tanzania kwamba raia zako imekuja kwa ofisi yetu kuandamana na wametupa ujumbe hii. Lakini ndugu yangu, naomba kuambia wazazi ambayo ni mama zetu na madada yetu na mababa zetu, hii maandamano ni muhimu sana kwa ajili ya kubadilisha nchi yetu, kwa sababu kati ya milioni 3.6 mpaka milioni 3.8 ya mandugu zetu na wapendwa yetu wanapata kitu inaitwa malaria Tanzania. Malaria ambayo inawafanya wanashinda kusoma na inawatia hasara mafamilia. Wanatoa support ya matibabu ni UN. Twende hapa tukakae mkaonesha hofu yenu na kutokuwa na imani na Samia Suluhu Hassan na kuisukuma dunia imwambie kwamba unatakiwa ukuwa unaachia mamlaka, si kwa sababu tu ya watu wa kawaida, lakini hata wagonjwa zimekuja hapa, wagonjwa ambazo sisi UN tunalipia matibabu zao. Wamekuja kulia hapa kama maandamano ya pamoja kabisa, wanataka hawakuwa na hawapo na imani na wewe kwa sababu haujashinda kikatiba, na matakwa yao ni kwamba wanakutaka wewe pamoja na IGP Kamala Swambura, CDF Jacob John Mukunda pamoja na DGIS mkurugenzi wa usalama taifa muachie mamlaka kwa haraka vile inawezekana, si kwa sababu tu ya usalama ya raia wa kawaida, hata hizi wagonjwa ambayo tunawalipa matibabu yao sisi watu ya UN. Kwa kushitua sasa jinsi ambayo hii mambo tunaenda kwa vuruga, wamemtoa anu mtoto anapeleka mpera kwa kweli. Yani anapiga nondo noma. Yani alafu ametoa pointi za maana sana. Jamani, UN ni mahali pa kukimbilia. Yani hizo pointi sidhani kama kuna mtu aliwaza hicho kitu. Siji kama watamrudisha tena sasa hivi. Atarudi. Maana leo kasema akimpiga bani yupo chini hapo. Ngoja tuone. Point ambazo ameongea huyu mshikaji. UN ni mahali pa kwenda kulala. Jamani, hilo wazo la kwenda UN na mabango. Hawana access yoyote ya kuweza ya kuweza kutuzuia kwenda nani. Tukishakuwa UN tu pale ni kwamba tuko sehemu nyingine ya usalama. Namba kubwa ya watu tu itokee. Ninaomba walete kati. Walete kati. Okay, karibu Abi. Karibu. Ninawaomba ndugu zangu munisamehe, hii inapokuwa nindondosha si kwa sababu ya mapenzi yangu, kwa sababu tu hawa majamaa wa mawizi hawapendi vijana tukue tunapeana taarifa za muhimu. Ingekuwa hapa tunakaa tunazungumza mambo ya mambo ya mipira na mambo ya muziki, tungekuwa na uhuru ya kuongea. Kwa sababu tunaongea nini tunataka kufanya kuiparalyze hii serikali, hawawezi kukuwa na amani. Na najua kwamba kwa siku ya mwanzo tulitoa azimio letu la kuparalyze serikali, hawajakuwa na uwezo ya kutofahamu kikamilifu hasa ni nini ilikuwa tumemaanisha. Lakini hii ndio tunamaanisha. Ndugu yangu, ninakuombeni sana tusije tukakubali kuwasaliti ndugu yetu ambayo walikufa, iliuliwa mwanzo kwa sababu ya kuandamana kwa nchi yetu. Na njia ambayo tunaweza ambayo tusiwasaliti ni kwa kukubaliana kwa pamoja kwenda kufanya maandamano yetu makubwa kwa ofisi ya UN. Maofisa wa Umoja Mataifa imenithibitisha kwamba tukikuwa kwa compound ya eneo yao ya ofisi, hakuna mamlaka ya komandani ya nchi itaweza kufanya kitu nyingine. Watakuwa maafisa hao, watafungua mamilango, watatoka nje kutusikiliza kwa nini tumekwenda kuandamana UN. Ndugu yangu, naomba kuwafundisha hii mambo hizi na wapa. Hii maandamano ya safari hii hakuna kiongozi iko na akili ya kuyafikiria.
Wanataka kuona tukifanya maandamano, kuingia kwa mabarabara, kuingia kwa vituo ya mabasi. Sisi hizo mambo za watu ya zama za mawe hatutaki kufanya. Si lengo yetu kubwa ni kuparalyze serikali. Nitatoa address rasmi kabisa ya ofisi ya UN pamoja na namba ya simu. Nitampigia wakati nyinyi unakwenda kuambia sasa baada ya muda fulani tunafika hapo, na milango itakuwa wazi na peke zao wamenihakikishia ile watakuwa nje wanasubiria sisi tufike. Na sikuwa kwamba nimethibitishiwa tu na UN ya Tanzania. Mazungumzo haya nimefanya na UN yenyewe ya Amerika, na inawapush UN ya Tanzania kwamba wakija raia kwa amani bila ya masilaha kuja kukimbilia UN, tafadhali tunaomba muwasikilize nini anasema na mtupe ujumbe yao kiukamilifu, hasa juu ya nini wanasema na nini anataka na nini hofu yao. Ndugu yangu, hatukuwa na muda tena ya kupoteza. Tuko na watu, ndugu zetu imekufa. Kama mtu anaweza kuandika majina ya watu hata 100 ambayo imeuliwa, tukenda kwa maandamano ya UN, tunawaachia na hazo mabarua. Si kwamba tutakwenda kufanya maneno matupu. Peke yangu nitakuandikieni kurasa isiyopungua 300 yenye ripoti kamili ya kilio chetu. Baada ya mazungumzo ile mnaongea na maofisa ya UN, mnaomba muprint the document, mwakabidhi kwa mkono yao waipokee, na wamenihakikishia hiyo mambo wataipokea. Itakuwa page 300. Tutaongea mastori ya watu ilikuwa imetekwa. Tutamtaja Bwana Mafwele kwa mauaji alijaribia kufanya Tanzania na maushahidi zote ile kafanya. Tutaambatanisha hizi majamaa ambayo tunataka kwa haraka ikuwa inafanyiwa uchunguzi kwa ajili ya kushtakiwa kwa kufanyia uhalifu dhidi ya binadamu, ambayo peke zangu mimi niko na affidavit nimeipeleka tayari kwa rais ya ICC. Ndugu yangu, na waomba sana, kwa sababu tu hamjakuwa na mawazo ya kuandamana kwenda UN, msije mkaona hii wazo ni ndogo. Hii ni jambo kubwa sana, na nakuombeni, siwezi kuwafanya mkuu lazimisha, lakini nakuombeni munisikilize nini nawaambia. Si kwa sababu ninataka kukua juu, kwa sababu ninaomba sana na niko na imani ya hii jambo kama itakuwa hivi tunafanya, tutaparalyze serikali kwa muda mdogo sana. Naomba kuhakikishia kwamba siku maandamano yetu tukienda kulala ofisi ya UN kwa masaa 24 bila kuondoka pale, chombo cha habari cha RT, CNN World, BBC World live itaonesha nini inaendelea kwa ofisi ya UN ya Tanzania. Na kwa sababu hatuendi kulala pale kwa kufanyia mafujo, UN haitaweza kuripoti kwa mamlaka ya Tanzania kwamba hawapo salama. Tunakwenda pale kulia kilio yetu na kutaka kumfrustrate Samia Suluhu Hassan na kumtraumatize kama vile yeye peke zake amewatraumatize familia, kuwaulia ndugu zetu tunawapenda na kuwatoa. Wameanza kuumia roho sasa. Hawa jamaa hawa wanamshusha kila saa. Mwisho saizi watambani. Akana wapiga nyundo kweli kweli. Tuombeni Mungu. Ngoja nimpandishe tena. Tuombe Mungu apande. Kapotea. Sijui saizi watakuwa wamembani. Madini matupu hapa. Asa Sama, kuna watu wamezungumza habari huko Instagram. Kuna watu wamesema kwamba Mange alisema point ya ya watu kukutana posta na mambo kama hayo. Sasa kuna haja ya kwanza kuwaambia watu kwamba kama kuna group fulani itakutana posta, wengine wakutane waelekee moja kwa moja UN, ofisi za UN. Pale ndio patampa kuanzia sasa. UN, si ndio
Naona pale patano pana ulinzi. Yes, kwa sababu pale UN pia hawawezi fanya mauaji. Hawawezi kufanya mauaji nje ya ofisi za UN. Yaani ile itakuwa ni moja ya protection kubwa sana. Hawawezi kufanya ujinga wowote. Kwa hiyo wengine kama wataanzia posta, na wengine wanaanzia UN, lakini namba kubwa ya UN iwe, yani namba kubwa UN iwe ni kubwa sana. Na mabango, twendeni na mabango kwa Kiingereza, kwa Kiswahili. Tulishafanya hizo demonstration. Mabango. Karibu Abil. Jamani, makopa jamani, makopa. Walete kati, makopa jamani, makopa hapo na mtap the screen. Bana. Wamemshusha tena. Jamaa. Mimi sioni kama ni sababu, kumshusha sio sababu. Sababu wekeni tu katiba mpya. Wakiweka katiba mpya, nani atakuwa na jadili? Kipindi fulani tulikuwa sio swala la katiba mpya, sio swala la katiba mpya. Sama sio swala la katiba mpya, yani hata huyo ambaye hatumtaki, Samia sini hatumtaki. Katiba mpya hata hatuita, yani Samia hatumtaki baba. Watoke ufanyike uchaguzi upya. Hatumtaki huyo mama. Huyo mama si hatumtaki. Kwa hiyo swala la UN jamani limekaa kiulinzi zaidi, limekaa kiulinzi sana. Japo tukipata magrupu matatu, wengine sijui bandarini, posta na UN, itakuwa imekaa poa sana. Tanzania tuko watu wengi sana. Maandamano hayana fujo haya. Ndio maana wanaogopa hata kuyatangazia huu mwenye manini. Kama walivyokuwa wanatisha watu, tutavunja miguu. Itabidi nitafanye video moja kwa ajili ya kuambia watu Instagram na TikTok. Hili swala la muhimu sana. Hizi pointi. Ndugu zangu, ila mabango yao ni kitu cha muhimu sana. Sasa hivi tumejifunza kutokana na maandamano yaliyopita. Sasa hivi tumeadvance. Hatuhitaji kufanya fujo, tunahitaji kulindana sisi wenyewe kwa wenyewe. Yote atakayefanya fujo awe jicho la mwenzake. Kwa sababu wanaanza propaganda kwamba fujo kuna vijana wameshainuliwa na hawa CCM kwa ajili ya kuongea huo upumbavu. Kwa hiyo tunaenda kuwadhibiti. Tunaenda kujilinda sisi wenyewe, tunafanya maandamano ya amani. Lengo ni Samia atoke madarakani. No otherwise. Bado haonekani tu. Simuoni saizi. Ameshakuja. Nimebonyeza mwingine. Lakini nimemuona hapo kwenye naomba kupanda. Huyo hapo chini anasema naomba kupanda. Yuko chini, kuna ulinzi. Kwa hiyo tukikutana pale wengine yuko hapo chini. Ngoja. Niweke moderator nikusaidia. Nikishatoka hapo utaondoa moderator. Akipatikana kwa haraka tunamnani. Wewe ndakuweka. Huyu hapa. Naweza nikakuacha tu, kwa nini nikutoe?